Maharagwe yanajulikana sana kwa kusaidia afya ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Na leo nitakueleza aina 7 za maharagwe yenye kiwango kikubwa zaidi cha nyuzi-nyuzi ambacho kinaweza kuimarisha afya yako. Aina ya 5 na ya 7 ni bora zaidi. Maharagwe ni miongoni mwa vyakula vyenye afya na nafuu zaidi ambavyo mtu anaweza kula. Ndiyo sababu ni chakula cha msingi katika tamaduni nyingi duniani na pia ni chakula kinachopendwa sana na wataalamu wa lishe. Tutaanza kueleza faida ya nyuzi-nyuzi hizi, kisha tutaeleza ni kiasi gani cha nyuzi-nyuzi kinahitajika mwilini mwako, alafu ndio nitakutajia hizo aina 7 za maharagwe. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au msaada wa kurejesha afya yako kwa virutubisho asilia, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya video hii. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zinazoweza kusaidia changamoto yako ulionayo. Bidhaa zetu zinatoka India, Ghana, China na hapa Tanzania na nchi zingine. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Kama umeshafanya hivyo, asante sana na twende pamoja mpaka mwisho. Kitaalamu, maharagwe ni kundi dogo ndani ya mboga. Ni mbegu zinazoliwa kutoka katika mimea ya jamii ya kunde. Maharagwe yanapatikana katika maumbo na ukubwa tofauti na yote yana faida kubwa kwa afya ya binadamu. Maharagwe yana virutubisho vingi sana katika chakula kimoja. Yanatoa protini ya mimea, nyuzi-nyuzi za lishe, wanga changamano, vitamini na madini mbalimbali, huku yakiwa na kiwango kidogo sana cha mafuta. Kwa kweli, maharagwe yana protini nyingi kiasi kwamba idara ya kilimo ya Marekani inayatambua kama mboga, pia kama chakula cha protini sawa na nyama. Ingawa protini imekuwa ikizungumzwa sana siku hizi, kirutubisho kikuu kinachong'ara zaidi katika maharagwe ni nyuzi-nyuzi. Wataalamu wa lishe wanasema maharagwe ni moja ya vyanzo bora kabisa vya asili vya nyuzi-nyuzi za lishe. Nyuzi-nyuzi ni aina ya wanga ambayo mwili wa binadamu hauwezi kuimeng'enya. Hata hivyo, ina mchango mkubwa sana katika kulinda afya ya mwili. Faida za nyuzi-nyuzi. Maharagwe yana aina 2 muhimu za nyuzi-nyuzi ambazo watu wengi hawapati kwa kiasi cha kutosha. Kuna nyuzi-nyuzi mumunyifu katika maji na pia kuna nyuzi-nyuzi zisizomumunyika katika maji. Nyuzi-nyuzi mumunyifu katika maji huchanganyika na maji na kuwa kama gel ambayo hupunguza kasi ya mmeng'enyo wa chakula tumboni. Nyuzi-nyuzi zisizomumunyika hupita kwenye mfumo wa mmeng'enyo bila kubadilika na huongeza ujazo wa kinyesi na kusaidia chakula kusafiri vizuri katika utumbo. Aina zote mbili zina faida nyingi kwa afya ya mwili. Nyuzi-nyuzi mumunyifu hukusaidia kushiba kwa muda mrefu, jambo ambalo linaweza kusaidia kudhibiti uzito wa mwili. Pia nyuzi-nyuzi hizi hushikamana na cholesterol ndani ya mfumo wa mmeng'enyo na kusaidia kuiondoa mwilini. Nyuzi-nyuzi zisizomumunyika husaidia chakula kusogea kwa urahisi kwenye mfumo wa mmeng'enyo, hivyo kusaidia kuzuia kufunga choo. Mchanganyiko wa aina hizi mbili za nyuzi-nyuzi katika maharagwe unaweza kusaidia kupunguza cholesterol mbaya inayojulikana kama LDL. Pia, nyuzi-nyuzi husaidia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu na kuboresha uwezo wa mwili kutumia homoni ya insulin. Kula nyuzi-nyuzi za kutosha kunasaidia afya ya moyo na hupunguza hatari ya magonjwa sugu kama kisukari. Ndiyo maana wataalamu wa afya wanasema nyuzi-nyuzi ni kirutubisho muhimu sana kwa afya njema kadiri mtu anavyozeeka. Zaidi ya hapo, nyuzi-nyuzi katika maharagwe husaidia kuimarisha bakteria wazuri katika utumbo ambao wana mchango mkubwa katika mfumo wa kinga na hata mfumo wa fahamu. Unahitaji nyuzi-nyuzi kiasi gani kwa siku? Watu wazima wanashauriwa kula kati ya gramu 25 hadi 38 za nyuzi-nyuzi kwa siku. Hata hivyo, tafiti zinaonyesha karibu 95% ya watu hawafikii kiwango hiki kinachopendekezwa. Dalili zinazoonyesha hupati nyuzi-nyuzi za kutosha ni pamoja na kufunga choo mara kwa mara, kuhisi njaa mara nyingi na kuwa na kiwango cha juu cha cholesterol. Njia rahisi ya kuongeza nyuzi-nyuzi ni kula vyakula vyenye nyuzi-nyuzi nyingi kama maharagwe.
Hata hivyo, wataalamu wanashauri kuongeza nyuzinyuzi polepole. Kuongeza nyuzinyuzi nyingi kwa haraka kunaweza kusababisha maumivu ya tumbo au gesi. Ni vyema kuongeza takribani gramu 5 za nyuzinyuzi kila wiki hadi ufikie kiwango kinachopendekezwa. Miongozo ya lishe inapendekeza kula takribani vikombe 3 vya vyakula vya jamii ya kunde kwa wiki. Karibu maharagwe yote yana angalau gramu 5 za nyuzinyuzi kwa kila kipimo cha chakula, lakini baadhi yana kiwango kikubwa zaidi. Namba 1 ni maharagwe navy. Haya ni maharagwe meupe madogo sana, lakini yana kiwango kikubwa sana cha nyuzinyuzi. Nusu kikombe cha maharagwe haya kina takriban gramu 9.5 za nyuzinyuzi na kalori 127. Maharagwe haya yana mchanganyiko wa nyuzinyuzi mumunyifu na zisizomumunyika, hivyo kusaidia afya ya mmeng'enyo, kudhibiti sukari ya damu na cholesterol. Pia yana madini mengi ya potassium ambayo husaidia kudhibiti shinikizo la damu, kusawazisha maji mwilini na kusaidia misuli kufanya kazi vizuri. Yana ladha laini na hutumika sana kwenye supu, michuzi na dips za chakula. Namba 2 ni maharagwe meusi. Haya ni moja ya maharagwe yanayopendekezwa sana na wataalamu wa lishe. Nusu kikombe kina gramu 8 za nyuzinyuzi na kalori 114. Nyuzinyuzi hizi pamoja na wanga unaomeng'enyewa polepole husaidia mtu kushiba kwa muda mrefu na kupunguza tamaa ya kula mara kwa mara, jambo linalosaidia kupunguza uzito. Maharagwe haya pia yana madini mengi ya magnesium ambayo ni muhimu katika uzalishaji wa nishati, afya ya moyo, kazi za misuli na usingizi mzuri. Yanaweza kuliwa na wali, ndizi za kupika na pia kutumika kwenye vyakula mbalimbali. Namba 3 ni maharagwe adzuki. Haya ni maharagwe madogo mekundu yanayotumika sana katika vyakula vya Asia Mashariki. Nusu kikombe kina gramu 8 za nyuzinyuzi na kalori 147. Nyuzinyuzi zake mumunyifu husaidia kushiba kwa muda mrefu, kudhibiti sukari ya damu na kupunguza cholesterol. Pia yana madini ya chuma, potassium na calcium ambayo ni muhimu kwa afya ya mifupa na damu. Maharagwe haya hutumika kwenye supu, michuzi na hata vyakula vitamu. Namba 4 ni maharagwe pinto. Haya ni maharagwe yanayotumika sana katika vyakula vya Mexico. Nusu kikombe kina gramu 7 za nyuzinyuzi na kalori 122. Yana nyuzinyuzi nyingi zisizomumunyika ambazo husaidia kuzuia kufunga choo na kuboresha afya ya utumbo. Pia yana vitamini za kundi B kama B1, B6 na B9 ambazo husaidia uzalishaji wa nishati na afya ya mfumo wa neva. Aidha, yanavyooksidisha na kemikali za mimea kama polyphenols na flavonoids ambazo husaidia kulinda mwili dhidi ya magonjwa. Je, nyuzinyuzi za maharagwe husababisha gesi? Watu wengi husema maharagwe husababisha gesi tumboni. Sababu ni kwamba maharagwe yana wanga unaoitwa oligosaccharides ambao hubadilishwa na bakteria wa utumbo na kuzalisha gesi. Kwa watu wanaokula maharagwe mara kwa mara, hili huwa sio tatizo kubwa kwa sababu mfumo wa mmeng'enyo huzoea. Lakini kwa mtu ambaye hatumii nyuzinyuzi nyingi, kuanza kula maharagwe mengi ghafla kunaweza kusababisha gesi au tumbo kujaa. Hata hivyo, wataalamu wanasema faida za maharagwe kwa afya ya moyo, utumbo na kudhibiti sukari ya damu ni kubwa zaidi kuliko usumbufu huo wa muda mfupi. Ili kupunguza tatizo hili, inashauriwa kuongeza ulaji wa maharagwe polepole, kunywa maji ya kutosha, kuosha vizuri maharagwe ya kwenye kopo na kupika maharagwe vizuri kabla ya kula. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.